baada ya kupitia mapendekezo mbalimbali yaliyotolewa ni kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 26/27 halmashauri inakisia kukusanya jumla ya shilingi bilioni 45,331,670 na shilingi 7. Kati yake mapato ya ndani yasiyolindwa kwa maana ya own source proper ni shilingi bilioni 4.4, ambayo miradi ya maendeleo ni bilioni 1.7 na matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 2.6. Ruzuku ya mishahara, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatarajia kupokea jumla ya shilingi bilioni 26.3. Ruzuku ya miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Mwenyekiti, shilingi bilioni 9.3. Fedha za ndani zitakuwa ni shilingi bilioni 6.1 na shilingi bilioni 5.2 ni fedha za nje. Ruzuku ya matumizi mengineyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shilingi bilioni 1.6 na michango ya wananchi shilingi bilioni 1.5. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo, naomba kuhitimisha hotuba hii ya mapitio ya rasimu kwa kuliomba baraza lako tukufu, pamoja na mapendekezo ya marekebisho yaliyotolewa kupitia vikao mbalimbali ambayo mengi yalizingatiwa na mengine yataendelea kufanyiwa kazi, liidhinishe jumla ya shilingi bilioni 45.3 ambazo halmashauri imepanga kukusanya na kutumia katika mpango na bajeti yake kwa mwaka wa fedha 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona mambo mbalimbali ambayo kamati imeshauri, na nishukuru sana afisa mipango na waandishi wa taarifa, kwa sababu haya yote ni pamoja na waandishi wa mihutasari kuweka kumbukumbu sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza mkurugenzi wa halmashauri ya Ushetu. Leo tumeona ukienda kwenye miradi ya maendeleo ni historia kwamba leo tuna 100.07 kwa maana ya kupeleka mahitaji kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi binafsi kwenye bajeti hii, na ukiangalia namna jinsi mkurugenzi anavyotii idara zote, kwa maana tunapopitisha hawezi kutumia bila kuhusisha idara zote. Kwa kweli mkurugenzi huyu anastahili pongezi kwa kuheshimu idara zake na watendaji wake kwa ujumla. Kwa nini nasema hivyo? Asilimia 100 ni sehemu ya mahusiano mazuri kati ya watendaji wake na yeye. Lakini pia nimpongeze afisa mipango ambaye kazi yake ni kuhakikisha kwamba anamshauri mkurugenzi kwa mipango ya halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nisiwe muongeaji sana, nishawishi baraza hili kwa maana ya makofi yaliyopigwa kwamba bajeti imepita. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Baada ya kuiweka sawa hilo, Mheshimiwa Makamu wa Mwenyekiti, mimi nikushukuru kwanza kwa ushirikiano ulionipa, lakini kipekee sana ni washukuru wajumbe, waheshimiwa madiwani wenzetu kwa kazi kubwa na nzuri mlioifanya ya kupitisha rasimu ya bajeti. Kama sote tunapofahamu, bajeti huwa ni mchakato. Tumeanzia kwenye ngazi za chini na leo tumefika hitimisho kwenye level ya halmashauri, lakini tunajua bajeti hii itatoka, itaenda level ya mkoa, itaenda mpaka taifa. Mimi niombe kwa kazi nzuri hii tuliyoifanya, tumuombe Mwenyezi Mungu abariki mawazo yetu ili bajeti hii iweze kufanikiwa na irudi iweze kukidhi haja. Mheshimiwa Makamu wa Mwenyekiti, tunapozungumzia bajeti hii, kwanza kabisa lazima tukae tukijua tumefanya mapitio ya bajeti kwa maana ya kuona miradi yote tuliyoitekeleza kwa mwaka mzima uliopita na nusu mwaka tulionao. Lakini pamoja na kupitisha bajeti hii, jambo kubwa wana Ushetu ambao tunatakiwa tujivune nao ni umoja na mshikamano tulionao. Hiyo ndio silaha pekee inayotupeleka kwenye mafanikio, na waombeni sana lulu hii tusiipoteze, tuilinde usiku na mchana kwa mikono yote miwili. Jina naitwa Hadija Mohamed Kabojela, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Ushetu. Siku ya leo ya tarehe 5 mwezi wa pili 2026, halmashauri ya wilaya Ushetu imepitisha bajeti kwa mwaka wa fedha wa 26/27. Jumla ya bajeti iliyopitishwa kwa mwaka huo ni jumla bilioni 45.3, ambapo bajeti hii matarajio yetu makubwa ni kwenda kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi yote ya maendeleo iliyopangwa, hasa ya mapato ya ndani, lakini pia na bajeti na fedha ambazo tutapokea kutoka serikali kuu.
Ni wasihi tu watumishi wote walio katika maeneo mbalimbali, kwa sababu fedha hizi nyingi za miradi huwa zinaenda moja kwa moja kwenye ngazi ya kata, ngazi ya shule pamoja na zahanati, kuhakikisha kwamba wanasimamia vizuri utekelezaji wa shughuli zote za maendeleo ili kusudi bajeti yetu iweze kuwa na tija. Hasa tulichokizingatia ni kuhakikisha kwamba tunapeleka fedha hasa za mapato ya ndani kwenye yale maboma ambayo wananchi walianzisha. Na bajeti hii imezingatia vile vipaumbele vyote vilivyopo katika vipaumbele vya kitaifa, lakini pia bajeti hii imezingatia mahitaji halisi ya wananchi. Kwa sababu kwa mujibu wa hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati anafungua bunge mwaka wa 2025, aliagiza kwamba watendaji tukatoe tabasamu kwa wananchi. Hivyo bajeti hii inaenda kutoa tabasamu kwa wananchi. Bajeti hii ni shirikishi. Bajeti hii shirikishi kwa sababu bajeti hii imeanza kuanzia kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi wanachohitaji ni fedha. Wananchi wanachohitaji ni fedha, na tunawaambia kwamba fedha hizo tutawaletea ambazo waliziomba wao kupitia vikao vyao mbalimbali kuanzia ngazi ya vijiji, kata, na hatimaye zimefika katika halmashauri. Kwa hiyo tunawaahidi wananchi kwamba yale mahitaji walio yatoa kwa bajeti hii yanaenda kutekelezwa.